Habari habari. Nawatakia amani ya Mungu awe juu yenu. Nadhani miezi ishayo niliwaonesha hiki kilimo cha miti ya tufaha. Ilikuwa ikingali midogo, lakini mnaona kwa miezi angalau 6 mnaona ukubwa wa hii miti ya tufaha. Na kingine katikati ya hii miti ya tufaha nilikuwa naonesha wakati ishao ya kwamba unaweza kupandikiza hii miti ya nanasi. Si nanasi tu, unaweza ukaweka manjegeri, na hapa tunaona kwamba tuliweka kundi. Yaani kwenye lengo langu la kusaidia hiki kilimo ambacho vigumu kupatikana huku Rwanda, kwa kutaka tupawe kuna maendeleo, wananchi wapate hicho kilimo kwa urahisi, ili kundi tuweze kuzipata urahisi. Matufaha tusiwe tunayatuma kila siku nje ya nchi, Umarekani, sijue Ulaya na wapi. Tuwe sie wenyewe tuna huo uwezo wa kupandikiza hii miti na kupata mvuno wa matunda ya tufaha. Na kingine, na udongo wetu, ya ardhi yetu isiharibikie bure. Katikati ya hii miti ya tufaha tuweke kilimo kingine kinaweza kikatusaidia, angalau mtu anaweza akavuna kwa miezi kama 6. Ndio maana tuliweka kama hizi nanasi zitakawia muda zao hautoi. Ukimaliza kuvuna zinakuwa zimeisha toa mingine micha kidogo, nayo inatoa matunda. Mananasi nakuta ina faida zaidi. Na kingine ambayo kilimo kingine tunapaswa kuweka ni kitasaidia kama chakula kwa ardhi yetu. Nadhani kama hiki kilimo utaweza kukuta kama soja, unaweza ukaiweka soya, unaweza ukaiweka, inasaidia kufix azote kama chakula cha udongo. Akipandikiza ingine miti inakuwa vizuri na tena haraka. Ndugu zangu, kama vile nilivyowaambia, niliwaambia kwamba lengo langu ni kwa kusaidia wenye kuingia kwa hiki kilimo. Nawapa hii miti ya tufaha, naiuza. Mtu akiwa anataka miti juu ya miti 200, nampa hiyo contract kwa notary, tunaandikiana, tunapiga hiyo sign na stamp. Yani lengo langu ni kukusaidia ukiwa utarahisishia watu kufika kwenye hicho kilimo bila kuwasumbua. Wakiwa wanafika wanakamatia huko masomo, itakuwa ni bora zaidi. Hapo sita kuomba pesa zingine zinazidi juu yake. Hapo ni kusema utalipa tu kilipo cha hiyo miti ya tufaha, haulipe kingine. Na kingine naona hapo nakuwa narahisishia watu kwa kutaka tusaidie hichi kilimo kiweze kufika kwa watu wengi. Na kingine utakuta kuna sehemu zingine tutapata mito ya maji. Mito ya maji, ukichimba maji tayari anapanda. Hapo na washauri watu kufanya ufugaji wa samaki, wa kuku na minyama mbalimbali. Ule udongo, ule uchafu wa kuku, masungura na kila kitu ukiingia ndani ya maji, samaki zinatumia huo uchafu kama chakula. Na majani anaota unayatumia kwa hiyo minyama kwa kuyatumia. Yaani unapata maji unaweza kutumia kwa kumwagilia kwenye hii miti, na huu udongo unapata chakula cha udongo. Kwa mengi zaidi na wapa namba yangu, mnaweza mkapitia kwenye YouTube channel ya majina yangu Gabonzima Ali, au mkanipigia kwa simu yangu 0788549685. Nawatakia amani ya Mungu awe juu yenu. Mungu awabariki.